Hujambo, karibu hii ni wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York. Niko katika bendera ya Uingereza, taifa ambalo limepiga kura kujiondoa katika muungano wa Ulaya EU. Je, uamuzi huu una manufaa gani kwa makundi kama vile wahamiaji na wakimbizi? Kwa haya na mengine mengi, hususan habari ambayo imestua ulimwengu, tuungane na Priscilla Leconte. Uamuzi wa Uingereza wa kujitoa kwenye muungano wa Ulaya EU umeibua hoja kuhusu hatma ya wakimbizi na wahamiaji wanaovuka bara la Ulaya kutafuta hifadhi nchini humo. Mkataba wa wakimbizi wa mwaka 1951 bado unatumika. Mkataba wa kimataifa wa wakimbizi, wajibu wake, wajibu wa Uingereza katika mkataba huo, kitaifa katika sheria zake na katika sheria za kimataifa, haukuwa sehemu ya kura hiyo ya maoni. Kwa upande wake, Katibu Mkuu Ban Ki-moon kupitia msemaji wake amesisitiza kwamba pamoja tuko na nguvu zaidi, akiomba ushirikiano wa dhati kati ya muungano wa Ulaya na Umoja wa Mataifa uendelee. Kongamano la siku 3 la kikanda kwa ajili ya hatua kuhusu ulemavu wa ngozi au albinism barani Afrika lililoandaliwa na Umoja wa Mataifa limekamilika nchini Tanzania. Washiriki walikuwa 150 kutoka nchi 29 za kanda ya Afrika, ikiwa ni pamoja na serikali, mashirika yasiyo ya kiserikali, wanaharakati, wataalamu wa haki pamoja na wasomi. Mwenyeji wa kongamano, mtaalamu huru wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za watu wenye ulemavu wa ngozi, Ikpowansa Ero, ametumia jukwaa hili kupaza sauti. Na tufanye kazi. Hatukuja hapa kuongea. Tuchukue hatua zaidi. Wangapi wenu wamechoka kuzungumzia mambo haya? Haswa? Exactly. Watu wamekusanyika kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, Marekani, ili kuhudhuria maadhimisho ya siku ya kimataifa ya yoga na kufuatilia masomo yaliyoandaliwa na mwalimu maarufu kutoka India, Jaggi Vasudev au Sadhguru. We will take just one sample out of the next level of Saidalaja due to lack of time. Maadhimisho hayo yalikuwa ni fursa ya kuonyesha manufaa ya yoga katika kuwa na maisha yenye afya na uzima wa akili. Mwalimu Sadhguru anaamini kwamba yoga inaweza kuchangia katika kutimiza malengo ya maendeleo. Nandati nandati nandateva Nandati nandati. When you are joyful, you're willing to do anything that's needed. Ukiwa na furaha, unaweza kufanya chochote kinachohitajika, sivyo? Ukiwa hauna raha, una msongo wa mawazo, hauwezi ukakifanya. Watu wakiwa na afya, wakiwa wamechangamka, ni muhimu ili kutimiza malengo hayo. Ili kutimiza malengo ya maendeleo endelevu, cha kwanza ni lazima binadamu wachangamke na wawe wazima. Asante Priscilla Leconte na mtazamaji kuungana nasi katika wiki hii kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Joseph Msami, uwe na wakati mwema.